Sawa, let's pray for our session. Baba, katika jina la Yesu tunaomba na kupokea kwamba tuna muda mzuri wa kujifunza ufunuo wa kazi kamilifu ya Yesu Kristo na kwa wazi sana. Tunapofunua maandiko na kutakuwa na confusion, tunapotoa na kupokea neno lako, tunaweza kutambua ubora wa kazi yake. Tunaona mwenendo wetu katika ukamilifu wa kazi ya Kristo, namna ambavyo tunakuwa empowered na Roho wake kukua kiroho kila wakati, katika jina la Yesu. Amen. Karibu kwenye our Thursday session ya Bible study. Tulimaliza introduction to God's plan for salvation kwa about 30 weeks. Siku 30 za kujifunza kila siku. Na baadaye tukaanza mambo yanayohusu ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo ili nikuwe kiroho natakiwa nifanye nini? Au natakiwa nifahamu nini kabla ya kujua tunatakiwa kufanya nini? Tukasema baada ya mtu kuamini katika kazi ya Yesu Kristo, kufa na kufuka kwake na kupokea Roho wa Mungu, anakuwa amepokea ukamilifu wote katika Kristo, kwa maana ya asili ya Mungu iko ndani yake, au unaweza kusema ana Roho wa Mungu, au kama Paulo anaposema kwenye Wakolosai 1:27, Kristo ndani yetu tumaini la utukufu, au kama ambapo Yohana anasema ametushirikisha Roho wake. Hayo ni mambo ambayo ni matokeo ya kazi ya Yesu Kristo. Deal done, case closed. Tumesema muamini anakuwa amesamehewa dhambi zake, muamini anakuwa ametakaswa, muamini anakuwa ameoshwa, actually the same word na kutakaswa. Muamini anakuwa afanyika kiumbe kipya, anakuwa mwana wa Mungu kweli kweli. Muamini anakuwa amebarikiwa kwa baraka zote za rohoni, kama ambapo Paulo anasema kwenye Waefeso 1. Muamini anakuwa ameketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Muamini anakuwa ni raia wa mbinguni milele, permanent citizen of heaven. Muamini anakuwa amehesabiwa haki na anakuwa mwenye haki wa Mungu. Hakuna hukumu ya hatia, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa kuwa ndani ya Yesu Kristo inakupa opportunity ya kupokea mambo haya katika ukamilifu wote. You have them complete. Lakini najiuliza swali, ikiwa umemwamini Yesu Kristo, ina maana umepokea asili mpya ndani yako. Swala msingi ni what do I do? Ninafanya nini ili niweze kureflect maisha ya Mungu au niweze kuyaishi yale ambayo nimepokea katika Kristo? Sisi wenyewe tumependwa, nawezaje kupenda wengine? Sisi tumesamehewa, nawezaje kuwasamehe wengine? Sisi tumehesabiwa na haki, nawezaje kuona wengine katikati ya makosa kwamba bado wanayo haki ya Mungu, na naweza kuwaona wanastahili kupewa haki ya Mungu kutokea kwenye maisha yangu. Kwa kuna vitu kadhaa ambavyo ni vizuri kudeal katika series hii ya ukuaji wa kiroho. Ninaita ili nikue kiroho, that I may grow spiritually. Kwa spiritual growth ni kazi ya msingi sana ambayo muamini anatakiwa kufahamu. Now, wiki iliyopita nilisema jambo la msingi sana, na nilipita kwenye uchambuzi wa kitabu cha Ayubu, ambapo ilituchukua muda mrefu sana kupitia kitabu cha Ayubu. Tukasema Elihu kwenye sura ya 32 ya kitabu cha Ayubu, Elihu sio famous guy kwenye kitabu cha Ayubu, sio famous guy. Tunafahamu mara nyingi rafiki zake watatu Ayubu, ambao ni Elifas Mtemani, Bildadi na Sofari. Tunafahamu hawa watu wawili, na tumeona ya kwamba watu hawa wawili walikuwa ni wazee pamoja na mzee Ayubu, na Elihu aliwapisha wazee washare hekima yao juu ya namna ya kushughulika na tatizo alilokuwa anapitia Ayubu, mateso aliyokuwa anapitia, kufiwa, kupoteza mali zake na vitu vingi alivyopoteza baada ya majanga aliyompata. Lakini haikuishia pale. Another thing happened kwenye kitabu cha Ayubu, ni kwamba hata mwili wake ukaanza kuwa challenged. Lakini wakatokea watu watatu, tunawaitaga marafiki wa babaishaji au wataabishaji. Walimtaabisha kweli. Elihu anapia kwenye sura 32 anasema, niliacha siku zinene na miaka itoe hekima.
hekima itoe kwenye days should come with wisdom. Tukaconclude ya kwamba mtu anaweza akawa na miaka 40 katika wokovu na akawa mchanga, kama ambapo Elihu aliyekuwa kijana akasema I expected wazee wawe na hekima, lakini wazee waliprove failure, wali expose highest level of ignorance. Asema Ayubu alijihesabia haki zaidi ya Mungu, mistake number 1. Afu akasema wale wazee 4 walimhukumia adhabu, lakini hawakumuonyesha namna gani yeye, kwa nini alikuwa anapitia the challenge alichokuwa anapitia. Kwa Elihu alianza kuongea kwenye sura ya 32 ya kitabu cha Ayubu, na ilienda baada ya hapo Mungu akawa anazungumza, na hatimaye Ayubu akajibu kidogo. Sura 42 ika conclude. Tukaenda kwenye Waebrania 5 kuanzia mstari wa 11. Mwandishi wa Waebrania anasema ali-expect ya kwamba watu hawa, kwa sababu muda mwingi umepita wakijifunza, basi walitakiwa angalau wameanza kuwa walimu. Maana yake wangepewa responsibility ya kuanza kufundisha wengine, lakini akasema matokeo yake hawana mandate, hawajapewa mandate ya kufundisha watu wengine kwa sababu bado ni wachanga. Akasema inabidi waendelee kunyweshwa maziwa kwa sababu hawajakuwa amekuwa wavivu kusikia. Na huko juu alikuwa anazungumzia mfano wa kumuelewa Melkizedek. Anasema lakini mmekuwa wavivu kusikia. Well, mmekuwa wavivu kusikia. So what happened then? Akasema natakiwa mfundishwe mambo ya awali ya yanayohusu mafundisho ya awali yanayohusu masuala ya imani. What happened to them? Walikuwa wavivu wa kusikia, hawajazoea ku-exercise ufahamu wao kwenye yale mambo wanayojifunza. Kwa hiyo nasema, tukasema mambo matatu. Tukasema katika ukuaji wa kiroho kuna kusikia, alafu kuna kutendea, ku-exercise, kutendea kazi yale unayoyasikia. The more you do this, ndivyo ambapo unatengeneza a matured believers. Na nikasema jambo la msingi sana. Nasema unaweza ukawa unajua kitu at head, kwa kichwa tu. Ukipewa practice unaanza kuona what the hell is happening to me. Unaweza ukawa na theory zote za uinjilisti mpaka utakapoenda mtaani kukutana na mtu, aina ya maswali yanayokuja unasema kumbe nilikuwa sijawa grounded kwenye ile eneo. Unaweza ukafahamu juu ya upendo, ukaelewa namna ya kupenda mpaka unapowekwa kwenye mazingira ya kuwajibika kupenda. Unaweza ukajifunza uvumilivu mpaka utakapoingia kwenye mazingira ambayo unatakiwa kuvumilia. Kwa hiyo knowledge with practice ndio ina produce maturity. Kwa maturity it is over time, but with kusikia alafu na kuweka kwenye matendo. Kwa haitoshi tu kujua, lakini unatakiwa ku practice. Ndio maana la Mungu lenyewe ukisikiliza, na hii ni very instructive. Unapolisikiliza neno la Mungu, jiulize, neno hili linanitaka nifanye nini? Sio kujaza tu kichwa. Ukitoka Jumapili kanisani au Jumamosi au kwenye seli au kwenye jumuiya au kwenye makusanyiko aina yoyote, lazima ujiulize kama unataka kukua katika yote niliyosikia leo, mambo gani natakiwa ni ya practice, ni yaishi. Ukuaji unapatikana pale. Back to the point, kwa lengo la kwanza ya kwamba baada ya kuokoka unatakiwa kwa grounded, kwa kuwekwa kwenye kanisa la mahali, ni kwa ile ya kusaidia ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho ni jambo endelevu. Wokovu ni instant. Unaposikia Injili ukamwamini Yesu Kristo, instantly you are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni mwana wa Mungu. Lakini haina maana immediately umeanza kudisclose upya wako katika Kristo. Haina maana umeanza kuenenda kwa namna ambayo unasema wow, Kristo anaonekana ndani ya huyu mtu akijidhihirisha. That's the essence of local church. Kazi mojawapo ya kanisa la mahali ni kuwakuza watu katika ufahamu huo waliopokea katika Kristo waweze kuenenda kama Kristo. Na huo ndio unaitwa ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho sio roho yako inaongezeka. Hapana, ukuaji wa kiroho ni ufahamu wako unajengwa katika yale uliyoyapokea katika Kristo ili uweze kuyadhihirisha. Na ndio maana Paulo wakati anamwombea Filemoni kwenye kitabu kile cha Filemoni, na sura moja tu,
Ngoja nitasoma kwa haraka kabla ya kurudi kwenye Waefeso 4. Filemoni 1 mstari wa 4. Filemoni iko mbele ya Tito 1 mstari wa 4. Paulo anataja specific maombi anayomwombea Filemoni. Anasemaje? Namshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu. For this is a prayer point. Anamkumbuka kwenye maombi yake. Anasemaje kwenye maombi? Anasema nikisikia habari za upendo wako na imani yako ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Ili kwamba, this is a prayer. Angalia matokeo anataka kuona kwenye maombi. Ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Sasa hiki ni Kiswahili kigumu kidogo, sababu ni tafsiri ya zamani hii version tunayotumia. Ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Ngoja nisome Kiingereza alafu nikupe Kiswahili chake. Asemaje? That the communication of thy faith may become effectual. Nikupe lugha rahisi, ili uweze kushirikisha imani yako vizuri au uweze kuonyesha matunda ya imani yako. Akasemaje? Katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Ngoja nikumegee kwa lugha rahisi ya Kiswahili cha leo. Nasema maana yake kuna namna ulivyo ambayo ameita kitu chema tulichonacho katika Kristo, katika asili yako ndani ulipomwamini Yesu Kristo. Anasemaje? Unatakiwa uwe acknowledge kile kitu kilicho chema ulichonacho katika Kristo. Anasema maombi yangu ni kwamba isibaki kuwa silent. Nina kitu cha kimungu ndani yangu, lakini how can I give it out? Inahitaji prayer. Hayo maombi ndio naitwa maombi ya ukuaji wa kiroho. Yanategemea epignosis, ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Kwa hiyo mtu anapomwamini Yesu Kristo anawekewa component zote za namna anavyokuwa, namna atakavyofanania. Huwa anatumia lugha rahisi kabisa. Ukitaka kujua hiyo, tumia tu mfano. Umeenda gym, una kitambi kiko hapa, una kiasi kwamba unahitaji nasema lugha gani? Unatamani upungue kufika kilo fulani, labda kilo 245. Si kama kuna mtu mwenye uzito wa aina hiyo. Hakuna watu wana kilo za aina hizo jamani, 245. Aniwe kuona kuna mtu mwenye kilo 300. Okay. Alafu pale kwenye ukuta wa gym anawekewa mtu yuko na slim body. Hivi slim mtu mwenye six pack. Tuchukue wewe mtu mwanaume basi. Ana six pack zake pale. Ana kilo zake 95. 95 bado ni kilo sawa kweli kwa mtu? Okay. Lazima msemwe, kwa nini msipungue? Okay, ana kilo zake labda tumie 87. Kilo inategemea, BMI inategemea na urefu wa mtu. Ana kilo zake 87 hapa. Yule mwenye picha sasa. Alafu umeingia na kilo zako 300. Kwa hiyo uko pale kwenye mashine pale unapunguza uzito. Lengo lako ni kufikia huyo mtu. Sasa nimetumia hiyo narrative kuonyesha kwamba Christians has the target. Christianity ina target. Unataka ufananie nani? Sasa target ya Wakristo ni kumfanania Kristo. Kwa hiyo ndio picha iliyoko mbele ya Mkristo yeyote. Ndio maana inaitwa Wakristo. Target ni kumfanania Kristo. Sawa Kwa hiyo Kristo ndo picha iliyokamilika, isiyo na matatizo, isiyo na mawaa, iliyoko mbele ya kila Mkristo. Na hiyo ndo essence ya kanisa la mahali. Atakiwa mwamini alishwe ufahamu kuhusu huyo Kristo, ili anavyotenda, anavyowaza na kuapproach maisha na huduma ni kwa namna ya Kristo. Kristo ndo perfection ya Mungu kwetu, ambao tukitazama tunatakiwa desire kufanana nayo. Kwa ukuaji wa kiroho ni kureveal. Sasa uzuri mmoja sasa wa Kristo ni kwamba Mungu anachokifanya cha kwanza, hakuambii umfananie Kristo na Kristo yuko pale ukutani. Cha kwanza anakaa ndani yako. Kwa ukuaji wako ni kumdhihirisha kutokea ndani. Now that's the essence ya ukuaji wa kiroho, to reveal Christ who is within. Ndio maana akasema katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu, akasemaje? Katika Kristo. Hiyo ni
neno la msingi sana, in Christ. Kwa katika Kristo tumekamilika. Mwenendo wetu ni kumdhihirisha, na ukuaji wa kiroho ni kukua katika kumdhihirisha huyo Kristo, kana kwamba ukikutana na Mkristo ni kama umekutana na Kristo mwenyewe. Kwa kama napwaya kumfananisha Kristo, kumfanania Kristo kwenye mwenendo wangu, usemi wangu, machaguo yangu ya maisha, maana yake nafanya nini? Natakiwa kukua kiroho. Well, that's the target. Ukirudi kwenye Waefeso 4, tuna mstari maarufu kidogo ambao anasemaga kuna ofisi ngapi pale letaga? Ofisi 5, fivefold ministry. Lengo la hizo ofisi 5, baadaye utaeleza kama ni 5 au 6 au 10, sawa? Lengo la hizo nafikiri utapita huko. Lengo la hizo ofisi ni kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kumsaidia muamini amfananie Kristo. Ngoja nisome. Naye alitoa wengine kwa mitume, mstari wa 11 wa Efeso 4, Ephesians 4 chapter 11. Naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu. Mstari wa 12 unaonyesha taski yao, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Sasa huu ukamilifu sio kwamba wamepungua roho, wamepungua nini. Kukamilisha hapa, Kiingereza ametumia neno, KJV ametumia neno perfection of saints. Ukicheki matumizi ya neno perfection of saint hapa ni sawa na kusema equipping. Kuna version inasema equip. Equip ni capacity building. Ukimwajiri mtu kama IT, unapompeleka shule ya kumbrush afanye vizuri kwenye IT, au mfanyi kwa IT, unamfanya awe bora katika IT. Iko sawa? Kwa hiyo ukuaji wa kiroho hamfanyi Mkristo kuwa Mkristo. Unamfanya Mkristo aweze kuwa effective kwenye Ukristo wake, au kumdhihirisha Kristo. Ndio maana content ya chakula ni Kristo. Angalia mbele yake anasemaje? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Hivyo ni vitu ambavyo vitaonyesha vitu vinafanyika. Utaiona kwenye huduma. In fact, baadaye tutaona kwenye kitu kingine hapo. Lakini nasema hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Angalia mstari wa 13. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Sasa hii umoja wa imani wengine wanachekeshaga. Wanafikiri tunamaanisha Wabaptisti, Waanglikana, Wapentekoste wawe pamoja. Hii ni bangi. Hazungumzii mambo kama hayo kwenye muktadha hapa. Umoja wa imani in this context is to be like Christ. Ni understanding ambayo haina fracture. Ni mmoja. Unajua kitu kimoja? It is kama namjua Kristo bila chenga. Ndicho anachozungumziwa hapa. Unity of faith, not unity of jumuiya za madhehebu. In fact, Paulo anapoandika kwa Efeso hapa, hakuwepo na Wabaptisti, kulikuwa hakuna dhehebu hata moja. Kwa hiyo kuhisi ya kwamba Paulo alikuwa anamaanisha madhehebu hapa ni out of point. Yaani haiwezi ku make sense. Paulo wakati anaandika waraka kwa Efeso kulikuwa hakuna madhehebu. Unajua hiyo? Kanisa la kwanza alikuwa na madhehebu kwa maana ya Kikristo. Kulikuwa na madhehebu ya waliokuwepo kabla ya Ukristo kuja. Mafarisayo na Masadukayo. Hizo ndo sects zilizokuwepo. In fact, najua zingine zilikuwa za dini nyingine. Kwa hapa Paulo alikuwa anazungumzia unity in what? Understanding. Umeona eh? Unajua naweza kuwa na understanding iliyopinda imepungua kama Apple iliyong'atwa ya iPhone. Sawa eh? Kwa ni ile unity, complete. Ngoja nitumie lugha rahisi. Complete understanding. Umeelewa? Umeelewa? Yes. Yeah. Kwa hiyo anasemaje sasa? Anasemaje? Hata sisi tutakapofikia umoja wa imani, akasemaje? Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Angalia, kumfahamu sana mwana wa Mungu. Angalia mstari neno sana pale. Kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kwa ina maana chakula kinatakiwa kimfunue nani? Mwana wa Mungu sana, ili muamini amfahamu sana mwana wa Mungu. Matokeo yake nini? Hata kuwa mtu mkamilifu. Mkamilifu hapa ni nini? Ni kuweza kuonekana kwenye huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Basically, hii ni practical Christianity. Ukamilifu hapa ni namna unavyoenenda kama Mkristo. Hata kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Angalia. Kumbuka Kristo yuko ndani yako. Kwa cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo maana yake nini?
standard mbele ya huyo mwamini nini? Kristo. Ndo asema tufikie cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kiingereza nasemaje? Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kwa Christ ndo full stuff ambayo tunamwangalia tumfananie yeye. Ningetumia namna nilikuwa nasema zamani, WWJD. Umejua maana yake? What will Jesus do? Yaani kama vile kwenye maisha yangu, kama Yesu anaenda uinjilisti angefanyeje? Umeona eh? So if I do less than him, nasema asingefanya hivi, kwa natakiwa kujiboresha. Okay, asemaga hivi. Okay, kwa mfano kwenye ndoa. Ngoja nitumie mfano wa ndoa, watu wengi rahisi kuelewa. Imagine Kristo yuko kwenye ndoa na anakuwa mume kwa mke. Unajua mwanaume anatakiwa kujiulizaje? Kama Kristo angekuwa amemuoa huyu mwanamke, angemtendea kama anavyomtendea? Iko sawa eh? Umeelewa application yake? Kwa hiyo kama humtendei kama Kristo, maana yake unatakiwa ukue. Iko sawa? Similarly to mwanamke. Mke sasa ambaye ni mwanamke. Sijakosea. Mke ambaye ni mwanamke. Maana dunia hii ina bangi nyingi sana. Kwa hiyo okay, kwa mwanamke anasemaje? Kama ingekuwa Kristo ndo mke wa huyu mume, angemtendea hivi. Unaona? Kristo angeshout kama wewe. Umeelewa eh? Au Kristo angemtwanga ngumi mke wake? Kristo anasema utanijua mimi nani? Nimetoka mbinguni kukuonyesha kwamba mimi ndo Bwana wa mabwana. Unaona? Unamwona Bwana Yesu amekunja nini? Shati. Just take that. Umeelewa sasa practical yake? Kwa practicality yake ni kwamba will Christ do like this what I'm doing? Okay. Angalia passion zangu juu ya maisha kwa ujumla na machaguzi. Kristo angechagua kama anavyochagua vitu. Maamuzi yanafanana na yeye. If not, you still need to do what? To grow spiritually. Umeelewa eh? Kwa hiyo ni ufahamu ulio kamili katika Kristo ndio unaomfanya Mkristo akue. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Akasemaje mstari wa 14? Ili tusiwe tena watoto wachanga. Umeelewa sasa eh? Ukisikia neno watoto wachanga, maana yake kuna immature Christians. Kwa nini kinachofanya Wakristo wawe wachanga? I say, kuna Wakristo miaka 40 wanafundishwa kila siku Jumapili, lakini niko hapa kukuambia wanaweza wakaendelea kwa wachanga. Na mafundisho yanapigwa semina ndefu. If the content ya mafundisho yao sio Kristo. Sababu target ni Kristo. Sasa maji Mkristo anajifunza aina za nyota. Mkristo, aina za majini. Basically, hawezi kuwa machua, ata grow in fear. Anajua majina ya uongo ya majini sio ametoaga wapi? Maimuna, Makata, sio na nini, jini mahaba. Utafuta kwenye Biblia yake haipo, lakini Mkristo amejaza kichwa hivi. Ukimuuliza kwa nini Yesu alikuja, kwa nini alikufa, kwa nini alifuka, bongo lala, hamna kitu kabisa. Unamwonea huruma. Na ana miaka 40 katika Ukristo. Haikupaswa iwe hivyo. Huyu mtu alitakiwa kustate anachokiamini. Sio kustate tu, lakini kukiishi. Kwa unamkuta Mkristo, unauliza, huyu ni Mkristo au ni mtu gani? Mambo anayoyasema, defense yake, maisha anayoyaishi, aina ya chuki. Kuna Wakristo wengi wana validate chuki kabisa. Leo sitaisema. Nitasema siku nyingine. Kwa hiyo asemaje? Tusiwe tena watoto wachanga. Angalia matokeo yake. Tukitupwa huku na huku. Maana yake doctrine sahihi inayomfunua Kristo inaleta stability. Neno tukitupwa huku na huku na kuchukulia na kila upepo wa elimu, basically imetumika mfano. Paulo alikuwa anatumia mfano hapa ya kama unapoweka kuona balloon juu ya maji kwenye mawimbi it's like haiko stable. Inakuwa na to and fro. Inakuwa kama waves. Haiko stable. Okay, asemaje? Kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukifuata njia za udanganyifu. Wachungaji wengi wangejua fundisho linalomfunua Kristo linamfanya Mkristo kuwa stable. Unajua angewalisha vizuri sana. Utaendelea kwa sema tu usiende kwa fulani, lakini ataenda kwa sababu yuko curious. Hajawahi kuwa satisfied na unachomlisha kwa sababu gani? Kristo hajaumbika ndani yake au hana ufahamu unaomfunua Kristo. Akasemaje? Mstari 15. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua. Kumbuka amesemaje?
watoto wachanga, lakini tuishike kweli. Okay, mpaka hapo kweli ni nini? Maona, kumbuka tulikotoka, kumfahamu sana mwana wa Mungu, kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa kweli hapa ni nini? Ni ufahamu unaomfunua Kristo. We can simply say Christ. Asema boy imepotea. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua. Target anataja tena, hata tumfikie yeye. Target ile ile. Yaani mara nyingi tumegundua ni Kristo ndo target. Tuko mpaka hapo na kukua, hata hizi hata zote umeona imetumika hata nyingi sana. Hata kumfikia yeye. Akasemaje? Katika yote. Sasa hii katika yote iko instructive. Kisoma juu amezungumza kwenye mstari wa 12 kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke. Basically ina maana namna muamini anafanya huduma, anavyojenga mwili wa Kristo, unajua inafanana na nini? Na namna ambavyo Kristo angefanya kama angekuwa duniani katika mwili. Unajiuliza, anavyofanya kama Kristo angekuwa mtaani kwetu, angewafikia watu kama aliowafikia? Maswali marahisi tu. Naona angewaona makahaba akakimbia baada ya kuwahudumia kama Wakristo wengi wanaofanya, wanaogopa makahaba, sijui kwa nini. Angewasaidia waamini kama ambapo unaona kwenye vitabu vile vine vya Injili, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. What will Jesus do? Umeelewa maana yake? Si ndio kama Yesu angekuwa mchungaji wa kanisa, kwa kwetu wachungaji tunajiuliza, kama Yesu angekuwa anasimama Jumapili, angefundisha masomo ninayofundisha? Just a normal way of thinking kabisa. Yesu anakuja Jumapili, aina za nyota. Jumapili anafundisha aina za nyota, aina za majini. Jumapili Yesu uliyemsoma kwenye Mathayo, Marko, Luka na Yohana atapiga notes nazozipiga sisi. Atakuja na kufundisha Wakristo saikolojia kwenye semina za vijana, sanguine, phlegmatic. Yesu anakuja na kitabu cha Abraham Maslow kufundisha sanguine, phlegmatic. Anafundisha chlorox, chloroquine, hiyo. Unaona? Yesu anakuja kanisani na hizo notes, anasema unajua kuna wakati muamini unakuwa sanguine, Yesu base kwa namna walivyosoma kwenye Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Hatujasema kwenye nyaraka mitume walivyomhubiri. Will he teach that? Atawatreat watu kanisani kama tunavyowatreat? Kwa ni basic understanding tu ya kawaida. What will Jesus do? Sawa. Injili yake ingekuwaje? Notes za Yesu tukipitisha hivi na tunavyofundisha zinafanana? Au Yesu ndo anaandika notes? Anasema, hey, Apostle uko deep hapa. Umesemaje? Unaona? Yesu anaandika notes pale, anasema, mwanangu, ufunuo umepewa peke yako. Tutasema na ufunuo binafsi ambao Yesu mwenyewe na malaika wanaandika notes. Will that grow believers? Kwa unavyojiuliza, tunatakiwa tumfikie yeye katika yote. Akasemaje? Aliye kichwa Kristo, au yani Kristo. Umeona? Kwa essence ya hizi ofisi hapo juu, naye alitoa wengine ni nini? Ni kuhakikisha waamini, au tunavyozoea kusema Wakristo wanaimarishwa kumfanania Kristo. Kwa mchungaji makini, ngoja nianze na wachungaji, nitakuja kwa waamini. Mchungaji makini anatakiwa afikiri sawa namna hii. Kwa hiki ninachowalisha Januari mpaka Disemba, hawa watu wanakuwa kumfanania nani? Swala msingi sana. Lakini pia muamini anatakiwa kujiuliza pia, kwa muda ambao mimi najifunza haya, nafanania kitu gani? Namfanania Kristo au kitu gani? Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa nini? Target tumeshajua ni is Christ likeness. So Christ likeness ni nini? Katika asili, muamini ana asili ya Kristo 100%. Identity ni ya Kristo, si ndio? Katika mwenendo anakuwa. Kwa lazima ujue kutofautisha kazi kamilifu ya Yesu Kristo na kazi endelevu.
Kwa mfano, kusamehewa dhambi ni kazi kamilifu, si ndio? Inaitwa finished work. You did not do anything kusamehewa dhambi, uliamini tu kazi yake. Kufanyika mwana wa Mungu ni kwa imani, kwa maana wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kufanyika raia wa mbinguni ni kwa imani. Tumepitia haya yote kwenye series ya Understanding God's Plans for Salvation. Swala la msingi sasa, kazi endelevu ni nini? Ni kuyatoa yale yaliyowekwa ndani yetu kwa imani na kuwa na effect kwenye maisha yetu. Hiyo ni kazi ambayo Mungu anatenda ndani yetu kwa Roho wake hata sasa. Kwa hiyo hatuombi ili tuokoke, tunaomba ili tukue katika wokovu. Kwa tunaomba kwa ajili ya ukuaji wetu, kwa ajili ya mwenendo wetu, kwa sababu ukuaji wetu ni kazi kamilifu. Lazima tuwe na hizi tofauti katika mtazamo wetu wa kila siku. Sasa Mungu alichokifanya katika ufufuo wa Yesu Kristo, ametoa hizi ofisi. Hizi ofisi zinaitwa vipawa watu, the gifts which are men. Hizi sio karama zile ngapi hizo 9. Japokuwa zote zinaitwa Kiingereza gifts. Kwa lazima utofautisha gifts ya Wakorinto wa kwanza 14 na gifts ya Waefeso 4 ni vitu vile tofauti. 2 different things. Sawa Sawa. Anasema unaona, alipofufuka alipaa juu, aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Hivi vipawa vimetajwa kwenye sura ya 10 mstari wa 11. Ni gifts which are men. Akataja and he gave some. Neno gave tayari inaonyesha hicho kitu nini? Gift. Au Kiingereza kigumu hapo. Give a gift. Umeelewa? Give a gift. Kiingereza sema naye alitoa wengine. Neno alitoa is not a proper Swahili. Sababu Kiingereza sema and he gave some. Sawa Ni sawa na tukienda kwenye gave and he gave some, nisemaje? Aliwapa wanadamu hivi vipawa. Kwa mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu, in this context ni nini? Ndio vipawa. Kwa katika ufufuo wa Yesu Kristo, ni jambo la msingi kujua hili. Katika ufufuo wa Yesu Kristo, basically Yesu alitakiwa kuendelea kulitunza kanisa lake. Lakini sasa analitunza kupitia nani? Hawa watu. Kwa hizi ofisi ni nafasi ya Yesu baada ya ufufuo. Kana kwamba ukiwa mchungaji unajua unafanya exactly kazi ya Yesu. Ndio maana utatoa hesabu. Sababu ni sawa, nimekupa mandate ya kufanya kazi yangu. What did you do to these people? Uliwafanyia nini hawa watu? Uliwalisha nini? Jambo la msingi sana. Alafu tukirudi sasa tunasemaje? Anasema kienda kwenye mstari wa 8, anasemaje? Hivyo usema alivyopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake ni nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Ukisikia neno pande zilizo chini za nchi, actually anazungumzia mauti ya Yesu Kristo. Kupaa kwenye context itakuwa ni nini? Sababu tayari umeshasema, kusema amepaa ina maana alienda chini. Kwa kama alienda chini, kupaa kutokea wapi? Sababu shida ya wanadamu sasa hivi ukiwaza neno kupaa unaweza kutokea hapa kwenda juu. Lakini neno kupaa hapa inamaanisha nini? Ufufuo wake. Nasemaje? Akasema 10, naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Naomba ni pause kitu hapa, I will explain later. Matumizi ya mbingu kwa Wakristo wengi ni juu hapa. Shida ni kwamba kwa Biblia sio mara zote mbingu zimaanisha juu. Hata Waebrania kwenye kitabu cha Waisraeli kwenye vitabu vya nyaraka walipokuwa wanasema baba yetu uliye mbinguni, niko hapa kukuambia, walikuwa hawazi juu. Mimi ni mchungaji, ninasoma culture za Wayahudi. Hawazi mbingu kama ni huku juu. Kwa maana ya baba yetu uliye mbinguni. Basically, he was connotation ya neno mbingu ni something which is not physical, spiritual. Sasa hii kama uwezi kuimeza, iteme, baadaye utapata maelezo yake mbele. Sawa
Kwa hiyo ni sawa kusema baba yetu uliye mbinguni ni kumtofautisha na baba zetu wa mwilini. Basi not physical, not natural, not biological, but spiritual. Sawa? Sawa? Yes. Yeah. Sasa shida yetu mara nyingi kwenye utafsiri ya Biblia ni kwa sababu tunajitahidi kutumia misamiati yetu ya leo kutafsiri misamiati ya Biblia. Kana kwamba Marko au Mathayo alipokuwa anasema mbingu, alikuwa anamaanisha tunachoita mbingu leo. And there is a lot of things ambazo hazifanani. Lakini hiyo unaweza kaiweka pembeni kwanza. Lakini nataka uone mstari wa 11. Naye alitoa wengine kwa mitume. Sasa swala la msingi, hawa ni watu gani kwanza? Sababu hawa wanahusika kwenye ukuaji wa kiroho. Ni vizuri kwa wazungumzia. Si sawa eh? Yeah, kwa sababu ndio wanaohusika. Wanafanya kazi gani? Wanakamilisha watakatifu namna gani ili waweze kufanya kazi ya huduma au kutenda kazi ya huduma na kujenga mwili wa Kristo. Hawa ni nani ambao walitolewa alipopaa akawapa wanadamu vipawa? Kwa hivyo vipawa tumegundua ni watu He gave the gifts which are men. Ndio maana akaita mitume, manabii. Sawa? Sasa ngoja nifanye kidogo uchambuzi wa kibiblia juu ya huu mstari wa 11. Kiingereza asemaje? And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Sawa Mko tayari? Tuanze na neno some. Namna ya kujua kwamba kwenye original neno halikuwepo kwenye King James unajuaje? Italics. Kiswahili cha italics nini? Mlazo, imelazwa. Okay, kwa hiyo kama imelazwa tunaweza tukaichukua kwanza iliyolazwa ambao wafasiri wa King James waliweka, tukaweka pembeni kwanza ili tufanye study bila hiyo nyongeza, si ndio? Walikuwa na maana kwa nini wameweka some. Tuko sawa Yes, tutaangalia maana yao baadaye. Angalia. Kwa hiyo and he gave some. Some ya kwanza ipo kwenye original. Sawa haiko italize. And he gave some apostles and he some prophet haipo. Some haipo. Kwa naweza nikachora x kwanza. Si ndio Kwa some pale tunaweza kuchora x. And some evangelists. Some pia haipo pale. And some pastors. Some pia haipo pale. And teachers. Naomba nisome kwa kuondoa some 3 tubakize some ya kwanza. Na follow? Are you follow me? Okay. Asema and he gave some apostles and prophet and evangelists and pastors and teachers. Tuko sawa? Tuko sawa mpaka hapo? Aha. Kwa kwenye Kiswahili tunaondoa nini? Wengine. Wengine ngapi? 3. Kwa tunasemaje? Naye alitoa wengine. Wengine ya kwanza hivyo. Wengine kwa mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji na walimu. Tuko sawa? Tuko sawa? Tumerudi kwenye Biblia ya kwanza kabla King James hajatafsiri. Unatakiwa ujue ya kwamba Biblia ya kwanza haikuwa Kiingereza. Kujua hiyo haikupi kwenda mbinguni, ila itakufundisha vitu vya kufikiri unaposoma Biblia. The first Biblia Agano Jipya ilikuwa lugha gani? Kigiriki. The first Biblia Agano la Kale ilikuwaje? Kiebrania. Sawa Hiyo ni vizuri kujua. Hiyo ni mchungaji wako alitakiwa kufundishe kabla hujaanza ulipokuwa mafundisho. Tuko mpaka hapo Okay. Kwa hiyo tunasemaje? Naye alitoa wengine kuwa mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji na walimu. Tuwe makini hapa kwa sababu nikikuacha tu mahali utasema vitu vya ajabu baadaye anafundisha uongo. Kumbe hujapay attention. Nauliza, si tulioko hapa, tuachane kwanza na TikTok. Si tulioko hapa, tumeelewa? Ninyi mkielewa, wataelewa na wao. Tuko pamoja mpaka hapo Mmegundua some ya kwanza tumekeep. Kwa sababu kwenye King James hawaja initialized. Lakini some zingine tumezisum out. Tumezitoa nje. Nisome Kiingereza na Kiswahili. And he gave some apostles and prophet and evangelists and
pastors and teachers. Meshazi katakata? Nauliza, meshazi katakata? Sawa. Namba 2. Jambo la kwanza tumedili nalo ni hili. Jambo la pili, nini maana ya samu ya kwanza kwenye original? Twende kwenye samu ya kwanza. Samu ya kwanza kwenye original I will laugh today. Samu ya kwanza kwenye original pale ni neno gani? Twende ngoja nicheck kwenye My Sword Bible tuangalia concordance 4:11. Okay. Hii application inakusaidia uone kwa urahisi waandishi walikuwa wanasema nini. Okay, anasemaje? And he gave. Neno samu ya kwanza ni neno la Kigiriki men. Hii sio wanaume wala sio watu. M-E-N. Tuko mpaka hapo eh? Neno M-E-N sio men ya kinani? Ya Kiingereza. M-E-N ni neno linalomaanisha hivi Kigiriki. Kiingereza tunaitwaje? Truly, certainly, surely, indeed. Sijui kwa nini walitekwa wakaweka neno some. Sababu truly is not some, certainly is not some, surely is not some, indeed is not. Hizi ni uhakika. Si ndio eh? Si ndio? Kwa neno rahisi hapa kwenye some ni nini? Naweza nikachagua la kwanza truly au certainly. Kwa hiyo tungesemaje? And he gave certainly or truly apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. It's about to go down. I like this. Tuelewa mpaka hapo eh? Kwa hiyo nasema okay, mwalimu wangu amenifundisha kwamba unapofanya Bible study you act as a translator. That's why kila mchungaji alienda kwenye chuo cha Biblia amefundisha nini? Introduction to Greek na introduction to Hebrew. Kwa sababu lazima ajue lugha ya asili, morphology ya maneno ilikuwaje. Sawa eh? Sawa. Bible Society zote zinazotafsiri zinakaliwa na baraza kama sisi hapa. Kwa sisi baraza la reading room hapa tunafanya nini? Tunaangalia original iliandikwa nini ili tuamue which word should we put, ilitakiwa iwe neno gani hapa. Kwa sababu wafasiri walikuwa wanafanya kazi yao ya translation to the best of their level. Si ndio eh? Tuko sawa eh? Which is inawezekana leo ungekuwa kwenye ile baraza. Wewe unafikiri ungeweka neno gani hapa kwenye men? Kigiriki umeona neno Kigiriki pale men. Ungeweka nini? Wengine. Kiswahili ungeweka nini? Hakika. Kwa hiyo ungesemaje? Naye alitoa hakika mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji na walimu. Hongereni kwa kuwa kwenye baraza la fasiri ya Biblia. Vitu vyenu vitakuwa pale nje. You see? You don't have to feel a headache. You have to enjoy Bible interpretation like that. Sio unakaa kama kitenzi kiogopi. Usibadilishe neno la Mungu, usibadilishe neno la Mungu. Umegundua kwa nini kuna King James Amplified, The Message, NIV? Umegundua? Mabaraza, watu wanakaa wanasema kwa nini wameweka men hapa? Kwa nini wameweka some hapa? Wala kwenye asili nasomekaje? Men. Sawa. Kwa ningeandika the gospel according to Apostle Shemeji Melaeki, ningeandika and he gave truly or certainly apostles and prophet and pastors and evangelists and pastors and teachers. Tuko sawa mpaka hapo eh? Hiyo umeelewa? Sawa. Bado nini hapa? Hizo some zingine tumeziweka pembeni kwa sababu in the original they were not there. Sawa eh? Kingine sasa ni hizi na and. Sawa eh? Naye alitoa wengine kuwa mitume. Sasa wengine tuanze kutumia ya kwetu sasa. Naye alitoa hakika mitume na, pigia mstari na ya kwanza, na manabii na wainjilisti na nini jamani? Walimu, wachungaji na walimu.
Mpaka hapo mpo? Sasa niliwaambia kitu kimoja, kwenye Kigiriki kina lugha yake iko rich zaidi. Kwa neno moja linaweza kuwa ina misamiati mingi kuliko Kiingereza na Kiswahili. Kwa mfano, neno na pale, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ziko ngapi? And he gave some apostles, and ya kwanza hiyo prophet, and evangelists ya pili, and pastors, and teachers. Ziko ngapi? 4, wakati anataja majina. And ya kwanza, and ya pili, and ya tatu ni de. De. Neno de ni kiunganishi, conjunction, ambayo inatumika kuunganisha maneno mawili tofauti. And ya mwisho au na ya mwisho ni nini? Ni kai. Sasa nitakufundisha leo matumizi ya kai na de. Sawa Kai inatumika kama kuelezea kitu kingine ambacho umeshakitaja. De inatumika kuunganisha vitu viwili tofauti. Narudia tena. Kai inatumika kuelezea kitu kingine, explanation, au inaweza kutumika kama adjective. Adjective ndio kivumishe au ndio kielezi. Ngoja tukitumia kwenye sentensi utaelewa. Kwa mfano, nikisema Neema ni mke wangu na David ni mwanangu, pale na ni de. Ni watu wawili tofauti. Si ndio Si ndio Nimeshamwelezea kusema Neema ni mke wangu, inatosha kabisa. Na David ni mwanangu, inatosha kabisa, zinajitosheleza. Lakini pale nimeunganisha kwamba I'm talking two different stories. Iko sawa Nitakuwa na mifano miwili kabisa leo. Alafu nikisema Neema ni mke wangu na mama watoto wangu, nazungumzia watu wangapi hapo? Mmoja. Kwa mama watoto wangu ni explanation ya Neema ambaye ni mke wangu. Iko sawa? Kwenye Kiswahili na Kiingereza tungetumia and pale. Lakini still sio end kama ile ya mwanzo. Kigiriki wataweka pale nini? Kai. Kuonyesha kwamba huyu mama wa watoto wangu ndo huyo Neema. Kwa semaje? Neema is my wife, Kai, the mother of my kids. Iko sawa? Kwa pale ni Kai, sio de. Kwa Kai inatumika kama unachoenda kukisema kitaelezea ulichokisema mwanzo. Naomba nitumie kwa rais, sentensi ya rais. Alafu utaniambia niweke de au Kai. Namjua rais? Cheo chake kingine ni amiri jeshi mkuu. Ni sawa Okay. Rais ni kamishna mkuu wa polisi? Hapana. Amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi na usalama ni rais. Nimeshataja watu wawili tofauti. Angalia sasa. Rais, alafu amiri jeshi mkuu, alafu kamishna mkuu wa polisi. Iko sawa? Kwa hiyo unaona kama karatasi ngapi hizo? Amiri jeshi, rais, amiri jeshi mkuu, kamishna mkuu wa polisi. 3 Ngoja tupange kwenye sentence. Rais na amiri jeshi mkuu wa polisi, niseme wamekuja au amekuja? Rais na amiri jeshi mkuu wa polisi amekuja. Kwa hiyo amiri jeshi mkuu ni explanation ya rais. Amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi na usalama. Amiri jeshi ni mmoja tu. Hakunaga amiri jeshi wa polisi. Yaani amiri jeshi ndo anakuwa ni the chief commander. Commander in chief. Commander in chief ndo president. Commissioner of police sio rais. Umeona Okay, kwa hiyo sema the president and the commander in chief is here are coming or is coming? Is coming. Lakini nimetumia and pale. Rais na amiri jeshi mkuu amefika hapa. Kwa amiri jeshi ni explanation ya rais. Wagiriki hawateseki pale, wanaweka nini? Kai. Maisha yanaendelea. Sisi tunaweka na ili tuteseke. Sawa?
Okay, ngoja niseme nyingine. Rais na kamishna wa polisi, niweke wa au a, wamekuja. Kwa nini? Sababu rais sio kamishna wa polisi. Kwa pale na ni nini? De. Kuonyesha kwamba hawa ni watu wawili tofauti. Na ndio maana tumetumia mbele nini? Wingi. Iko sawa? Iko sawa? Okay. Okay. Kwa hiyo pale kwa rais nikiamua kuweka maneno yafuatayo. Rais na amiri jeshi mkuu, au nikasema rais ambaye ni amiri jeshi mkuu. Ina make sense? Ina make sense? Naweza kusema rais ambaye ni kamishna wa polisi? Hapana. Mbona haiendi pale? Kwa naweza nikatumia neno na pale kuelezea ambaye ni, au kama ni kitu ambacho ni. Tuko sawa? Kwa ningesemaje sasa? Twende kwenye sentensi zetu sasa pale. Mwisho tubadilishe tuweke kai, ni kai mwishoni, tuweke nini? Naye alitoa hakika mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji ambao ni walimu. Naomba niulize, ofisi ziko ngapi hapo? 4. Kwa nini? Kwa sababu kai inaonyesha ya kwamba he was not continually, hakuwa anaendelea kutaja. Aliweka ya mwisho kuelezea taski, either ya huyu wa mwisho mchungaji au ya wote waliotajwa. Kuna defense aina mbili. Wengine wanafikiri ni ya mchungaji peke yake, lakini wanafikiri ni ya wote. Mimi nakubaliana zaidi na ile ambayo ni ya wote, kwa sababu kila ofisi katika Kristo ni lazima ajikite kwenye kufundisha. Ukiitwa mwinjilisi, you must teach. Ukiitwa nabii, you must teach. Kuna maelezo mengi ya Paulo alikuwa anamaanisha nini kutaja hizo ofisi, lakini teaching to primary office ya local church. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? So whether you are a prophet, you must teach. Na kwenye Agano la Kale kazi mojawapo ya prophet ni kufundisha. Sasa ukitaka kujua kwamba kwa ile ni explanation of, let's take a pastor, of kazi ya mchungaji. Sababu kazi ya mchungaji primarily ni kulisha. Kulisha nini? Yeremia anatuambia vizuri kazi ya mchungaji kwenye Yeremia 3 nafikiri 15. Yeremia 3:15. 3 nasemaje? Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu. Angalia, watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Kwa hiyo hii ni teaching. Kwa a pastor is a teacher. Mimi ni mchungaji tu, kazi yangu ni kuchunga kondoo. Unawalisha nini? Wali, pilau au nini? Kwa a pastor is a teacher. Tuchukue tu pale kwa pastor kwanza. A pastor is firstly a teacher. Sababu you have to, kazi ya kuchunga kanisa sio kusema wamekupiga leo, oh pole. Sasa mchungaji anatakiwa kuwa mtu mpole. Sijui ametoaga wapi kwamba mchungaji anatakiwa kuwa mpole, hawaambie kondoo, bwana mmepigwa, pole, umeiba, oh pole. Mwinjilisti, utakwenda jehanamu. Sijui anatoaga wapi. Alafu nabii asema naona dhambi yako. Alafu mtume ni fire. Sijui ametoaga wapi. Okay, lakini the primary purpose of a pastor is to teach. Sasa sigombani na watu wanasemaga ofisi 5, lakini it doesn't sound like 5. Ile ya mwisho ni explanation of a task, na baadhi ya versions za Biblia zinakubaliana na hilo. Wengine wanatumia neno pastoring teacher. Naomba nisome version kadhaa. Ngoja ni compare some version here. Kwa mfano Bible in Basic English inasemaje? And he gave some apostles and some prophets and some preachers of good news and some to give care and teaching. Amechukua mchungaji akasema give care and teach. Umeona? Okay. Kwa hiyo nikuonyeshe sehemu nyingine. Kwenye hii version
Kwa mfano T4T, translation for translation, semaje? He appointed some to be apostles, he appointed some people to be prophet, he appointed some to be evangelists, he appointed some people to lead and teach congregation. Lead and teach. Hiyo ni pastor, eh? Yeah. Kama kazi ya mtu mmoja. Kwa wengine wanatumia neno shepherding teacher. Shepherding teacher. Umeelewa mpaka hapo? Kwa kazi ya mchungaji basically ni kufundisha. Kwa mchungaji ambaye hawezi kufundisha, aache uchungaji mara moja kabisa. Yaani mimi sipendi unavyochambua Biblia. Unajua mimi sio mwalimu. Ukimwona mchungaji anasema mimi sio mwalimu, kimbia. Yaani mimi kazi yangu ni kuchunga tu. Kwa hiyo unaona watu kwenye kazi yake ni kucancel tu wa Kristo. Unawacancel kwa nini? Kwa kipi ulichowafundisha? Kwa hiyo mnaenda tu Jumanne pale kwenye kumuona. Baba nasikia kiuno kinauma mwezi mzima. Oh, pole sana. Unajua sisi wachungaji tunawatia moyo. Asemaje? Nami nawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakao walisha kwa nini? Maarifa na ufahamu. Maarifa na fahamu. So kazi ya mchungaji ni kulisha. Kwa Yesu alikuwa anamwambia Petro, lisha kondoo zangu. Hakuwa anawaambia nenda kawapeti, pole sana, umekufukuza kazi, pole sana. No. Lisha kondoo. Na unaona Petro practically kazi yake ya kwanza alivyojaa Roho kwenye Matendo ya Mitume 2 ni nini? Alifundisha, wakaokoka watu wangapi? 3,000. So the primary purpose of a pastor is to teach. Sawa? Lengo ni nini? Kufundisha ili wamfananie Kristo. Ndio sura ya mstari wa 12, 13 mpaka 15 inazungumza. Target ni Christ. Alafu anasemaje? Ili mwisho wa siku wazae matunda. Matunda yameelezwa kwenye sehemu zifuatazo. Kwenye mstari wa 12 anasemaje? Kazi ya huduma itendeke. Lazima ujue huduma ya Yesu ni ipi, ili unavyoandaa watu wanajua kazi gani wanaenda kufanya. Kazi ya huduma itendeke. Na muda usingetosha leo tuanze kuchambua huduma ya Yesu Kristo ni ipi. Lakini basically nitatoa tu summary. Mojawapo ya kuona kazi ya huduma itendeke nini? Utaona namna unavyofanya na kufacilitate mambo yafuatayo: uinjilisti, wanafunzi, reaching out to the lost. Maana yake uinjilisti, kuwafikia ambao hawajafikiwa na Injili, kuwaimarisha waliofikiwa na Injili. Mazingira yote yanayohusiana na kufacilitate hivi inaitwa nini? Huduma. Kwa huduma, kwanza kuwafikia ambao hawajafikiwa na Injili na kuwaimarisha waliofikiwa na Injili. Hiyo ndio uinjilisti na wanafunzi. Tuko sawa mpaka hapo? Afu kwenye mstari wa 10 na ngapi ule unasema tusiwe tena watoto wachanga. Ni mstari wa ngapi? 14. Kingine inamfanya ukuaji ule, kazi ya mchungaji inamfanya watu wawe stable ili wasiumbishwe tena na nini? Na mafundisho potofu. Wasiwe tena watoto wachanga wakitupwa huku na kila elimu na hila na kwa ujanja wakizifuata njia za udanganyifu. Kwa hiyo najuaje? Sasa ngoja niwaambie kitu hapa kitusaidie wote. Najuaje ya kwamba huyu Mkristo anaimarika? Kwenye sura hii ya 4 ya Waefeso, mstari wa 11 mpaka 15, tuna some perimeters. Si ndio? Cha kwanza ni nini? Utamuona, utajuaje? Utamuona namna ambavyo anakuwa committed kwenye kazi ya nini? Huduma. Kazi ya huduma. Sawa? Lakini namba 2, utamuona namna ambapo ameimarika katika fundisho. Basically anazungumzia ufahamu wake. Ana stamina mafundisho potofu yakija. Amekuwa satisfied na Injili ya Yesu Kristo. Au ndo wale wateule ambao wakikutana na jambo linalofurahisha kidogo wanatekwa.
Kasikia leo kuna mtu amekuja anawanywesha watu mkojo, anaenda huko maana anataka some vitu vya kuamsha. Anatekwa na kila kinachokuja, kila wimbi la uongo, yani hajawahi kupishwa. Kila wimbi la uongo linakuja linampitia. Sawa Kwa sababu Mkristo ambapo hajawa imara, false doctrine ndio kitu cha kwanza kinachoweza kumchukua. Kwa ni muamini lakini yuko weak. Sawa Kwa strength utaona kwenye ufahamu, lakini sio kwenye ufahamu tu, utaona kwenye practice zake kwenye huduma. Kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Ndio maana nasemaga hivi, katika kujifunza kwako habari za imani, haitaki kuwa head knowledge peke yake. Ufahamu haitaki kuwa ufahamu peke yake. Sawa Sawa. Haitakiwi kuwa nini? Ufahamu peke yake. Najua sana, najua Kristo ndo fundisho, Kristo ndo okay. Hiyo inatakiwa ilete impact first and foremost kwenye nini? Kwenye huduma yako. Najua utakuwa unauliza swali, vipi kuhusu badiliko la mwenendo? Okay, hivi unajua sababu ya kwanza kwa nini Mkristo anatakiwa kwa mwenendo unaofaa ni nini? Ili asiwe hindrance, asiwe kwazo kwenye huduma yake. Kwa lugha rahisi, Mkristo ambaye anafanya huduma anakuwa na sababu zaidi ya kuwa na mwenendo mwema kuliko Mkristo ambaye hafanyi huduma yoyote. Yani yuko ofisini miaka 10 hajawahi kumwambia hata mtu Yesu anakupenda. Do you know, ukiwa na mwenendo usiofaa ofisini kwako, huwezi kumwambia mtu yote habari za Yesu. Hawa mjui hiyo. Imagine mimi mwanaume pale na kuna wadada 10 kwenye ofisi hiyo na wote nimewatongoza. Sasa ngoja niweke muktadha wa kutongoza, sio kwa ajili ya kuwaoa. Ni kwa usije wakabani kwenye mtandao wakasema parental guideline. Kwa maana ya kuwataka kingono. Sawa wadada 10 kwenye ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka niwaambie habari za Yesu. Wasikia dada? Wajua usemi tena Wasikia pa. Nani unasema yani leo nilikuwa naongea na nani na brother Adamu hapa. Alikuwa ananiambia habari za Yesu. Yani amesema Yesu anatupenda. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alafu dada anasema nani? Wasikia? Kwani ana shida gani? Anasema yule. Kama huko ni kuokoka, hata mimi nimeokoka. Umeona sasa Kwa tayari ukuaji wa kiroho unaona sasa the essence ya kuenenda vizuri ni usiwe kwazo la Injili. Kwa hiyo mtu ambaye ana mpango wa kutumika atajilinda, he has more reason to walk upright. Umeelewa mpaka hapo? He has more reason to walk upright. Sasa sijasema kama uliwahi kuwa na tabia mbaya kabla hujajua Injili ya Yesu Kristo ndio uache kuhubiri kwa sababu nimeshaharibu. No, people can change. Si ndio You can grow na kusema zamani zilipendwa, si ndio Yeah. Na kwa zamani zile za ujinga. But now you display a different character ya Kristo. Sawa Nini usiwe kwazo la Injili. Kwa unapouliza vipi kuhusu mwenendo, essence ya mwenendo ni ili uendelee kuwa productive kwenye huduma yako. Ili uwe na ushuhuda unaofanya nini? Unaoruhusu watu kukusikia. Sawa Yeah. Ili uwe kielelezo kinachofaa. Kwa hiyo hizi ofisi zimetolewa kwa ajili ya kumachua believers spiritually. Sasa naomba niseme leo kabla hatujamaliza nini ambacho sio ukuaji wa kiroho. Sababu inabidi kwanza tuseme what is fake. Okay. Ukuaji wa kiroho, jambo la kwanza sio kuongezeka umri kanisani au katika imani. Kwa hiyo kwamba umekuwa kanisani miaka 10 haikufanyi uwe elder, biblical elder,
Achana na wazee wa mila au wazee wa umri. Mtu ambaye biblical elder ni matured. Mzee katika imani ni mtu ambaye yuko matured. Nimewapa mfano wa Elihu kwenye Ayubu 32 ya kwamba si mara zote, labda nisome mstari ambao Elihu aliunukuu wakati anazungumza na kina Ayubu na rafiki zake pale Ayubu 32, then I'll go straight to mstari wa 7. In fact kuanzia mstari wa 6 asemaje? Basi Elihu mwana wa Barakeli mbuzi, actually unaweza kusoma hapo ukasema mbuzi, sio mbuzi hapa, ni mbuzi, yani mtu kutoka kwenye buzi au sijui buza. Yeah. Kwa hiyo Barakeli mbuzi. Niwaambia sehemu nyingine, mara nyingi kwenye Biblia watu wanaweza wakatajwa kusema walivyotoka. Kwa mfano Elia Mtishibi, tunafikirigi baba yake Elia anaitwa Mtishibi, lakini kwa sababu Elia ametoka sehemu inaitwa Tishbe, kwa ni sana kusema shemeji Mwarusha. Mwarusha sio kabila. Najua wengine wanalazimisha Warusha wa kabila. Warusha ni Wamasai. Sawa? Au mtu aliyetoka Karatu, Iraq, anaitwa Mbulu. Na ni Mbulu kule. Mbulu ni sehemu, kwa kusema huyu ndugu ni Mbulu. Mbulu sio kabila lake. Sawa? Ni Muiraq. Location inaitwa Mbulu. Sawa? Ni sawa na shemeji Mtanzania. Haifanyi babangu aitwe Mtanzania. Kwa hiyo Barakeli mbuzi, ndio ukishajua ni jina la sehemu, mbuzi kama Tanzania, Kenya, Mbulu. Tuko sawa mpaka hapo Sawa? Hiyo na yenyewe ni shule. Hayo babake Elia anaitwa nani? Mtishibi. Hapana. Ni Elia Mtishibi. Ila kweli babake anaitwa nani jamani mzee yule? Hiyo ni cause homework. Tutasahisha wiki ijayo. Okay, kwa hiyo anasema basi Elihu mwana wa Barakeli, huyo ndo baba yake, mbuzi, mtu ambaye ametoka sehemu inaitwa Buzi, akajibu na kusema, mimi ni kijana na ninyi ni wazee sana. Kwa hiyo nilijizuia nisithubutu kuwaonyesha nionavyo. Akasemaje? Nilisema yafaa siku ziseme na wingi wa miaka ufundishe hekima. Yafaa, lakini not always. I'm expecting unavokuwa katika imani miaka 20 utofautiana na mtu ambaye ana miaka 5 katika imani. Kuna methali ya Kiswahili wanasemaje? Nyani mzee amekwepa mishale mingi. Lakini sio mara zote. Kuna nyani ambao hawakuwahi kupelekwa kwenye wawindaji. Kwa hajakwepa kitu chochote. Siku ya kwanza wanamweka nje, anapigwa piu. Hajakwepa chochote. Sawa Kwa sio mara zote nyani mzee amekwepa mishale mingi. Lakini tutategemea, expect the more you grow with wisdom. Lakini mtu mmoja akasema you can be 40 years with 40 years of the idiot of 40 years. Anaweza kuwa na miaka 40 lakini mpumbavu wa miaka 40. Wapo. Kuna wazee wana miaka 80 lakini ni wajinga kama mtu mwenye miaka 20. Nimesema haikutakiwa iwe hivyo. Sio tusi hilo jamani. Ndio Yeah. Sawa Sio tusi kuitwa mpumbavu. Mpumbavu maana yake nini? Wewe una upumbavu. Sawa Sio tusi. Kama mjinga maana yake wewe ni mjinga. Sio tusi. Si ndio Jamani, kwa mjinga sio tusi na kwa mpumbavu sio tusi, ni uhalisia. Dawa ya upumbavu ni kuacha upumbavu na dawa ujinga ni kuacha ujinga. Sawa hivi unajua Kiswahili kimepunguza pale Yesu anaposema kwenye Luka 24, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito. Unajua Kiingereza semaje? Oh you foolish. You foolish, hata Yesu alikuwa anaita watu foolish. Kwa maana ya no wisdom. Hawakuwa na hekima. Hawakufanya right kile ambacho walifundishwa miaka 3. Sawa? Paulo anaambia Wagalatia, Kiswahili kimeremba pia, enyi Wagalatia msio na akili. Actually Kiingereza sema oh you foolish Galatians. Sasa tunaona Kiswahili foolish inaonekana kama tusi kinani. Enyi wapumbavu wa Galatia. So Paulo ametukana. Walisoma kanisani huo waraka. Waraka wa Galatia ulisomwa kanisani na sura ya 3 ilisoma kwa sauti ya juu. Sawa.
Kama alikuwa anasema Kiingereza semaje? Oh, you foolish Galatians, who has bewitched you? Yeah, Paulo. Ngoja kwanza, naomba tutafakari mstari wa kwanza. Yeah, kwa anasemaje? Kwa hiyo yafaa siku ziseme, yafaa. Akasemaje? Lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi ya Mwenyezi Mungu huwapa akili. Actually ina maana mtu anaweza akawa na miaka mingi na asiwe na spiritual wisdom. Akasemaje? Sio wakuu walio wenye akili, wala sio wazee watambua hukumu. Unajua ni rahisi sana kufikiri, sometimes tunawalaumu watu. Mtu akiwa kiongozi, akiwa na ukubwa, unaweza ukafikiri watakuwa na akili kwa sababu ana nafasi hiyo. Sasa mistake namba moja, kuashumia kwamba every person ambao ana title ya great anaweza kawa na wisdom. Neno pale, neno akili pale imetumia la Kiingereza imetumia neno wise. Great men are not always wise. Akasemaje? Neither do the aged understand judgment. So you can be the aged and don't understand judgment. Iko sawa eh? You can be the aged and not understand what? Judgment. We expected ukiwa aged uweze kujudge matters vizuri zaidi. The problem is it does not always happen like that. Are we together? So, lakini sisi kama waamini ni vizuri tukawa na nini? Na hekima ya kwamba the more we grow, the more we know. Si ndio eh? Kwa sasa tunasemaje? How do we know tunapokuwa? Maana yake tuna engage kwenye what is required. Learn and do. Jifunze na kutenda yale unayofundishwa. Nasemaga hivi, unaweza wakafundishwa juu ya maombi na usiombe. Hivi unajua watu wengi ambao hawaombi wanajua maombi ni muhimu na bado hawaombi. Hata hamtaki kuitika, poa tu, fresh. Hamna noma. Nimesema, hivi unaweza ukajua watu akawa wanajua muhimu kuomba na siombe. Na anajua hii hapa nazingua kwa sababu siombi. Na haombi bado baada ya kujua nazingua kwa sababu haombi. Haujawahi kujua hiyo? Okay, haujawahi kufanya hivyo. Sema kwa sauti ya chini watu wengine wasisikie. Sema hiki kimeo ni kwa sababu siombi. Na baada ya hapo hataomba. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, "Yaani mimi nimemwomba Mungu sana hiki kitu. Miaka mingapi?" 4. Sema, "Ulimwomba Mungu miaka 4?" Sema, "Ndio." "Really?" "Ndio." Unajua nilishangani? Sasa kumwona kwenye maombi. Miaka 4. Sasa, "Okay, seriously? Uliwahi kufunga na kuomba?" "Hapana, lakini sisi nimemwambia Mungu." "Ulimwambia wapi?" Okay. Nikamwambia kitu kingine. Okay. Kwa hiyo uliwahi kuomba hata nusu saa juu ya hilo jambo? Asema hawa ni wale ambao wameandika ukutani, anasema Bwana soma. Kama jana. Miaka 4 Bwana anasoma ukutani, anasema Mungu soma. Angalia mambo yangu, soma. Kama jana. Hao watu wanafikiri wanaomba kwa kufikiri kwamba wameomba. Miles Monroe aliwahi kusema zamani akifundisha somo la prayer, akasemaje? Shida ya maombi ni kwamba watu wengi maombi yanasemwa sana kuliko kuombwa. Sio, umeelewa? Yaani watu wanaweza kujifunza maombi masaa 3 na asiombe dakika 2. Maombi ya watu wengi ni ya kuombea chakula. Baba, katika jina la Yesu, kumbuka shida zangu zile zingine ambazo nimekuambia. Amen. Bariki chakula hiki na familia hii, tukae kwa amani. Amen. Amen. Sema tuanze kula. Maombi yashafanya nini? Yashafanyika. Kumbuka tunapitia changamoto nyingi, Baba tuangalie. Ndio wamefanya nini? Wameomba. Yaani hapo maombi yamefanyika. Watu wameomba. So masema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba mpaka mvua ikanyesha. Aliomba muda gani? Nenda kasome kwenye Wafalme aliombaje. Naona. Kwa hiyo nikamwambia, "Uliomba kweli?" Sema, "Ya. Niliomba." Okay, nikaanza kumuuliza, "Mbona sijawahi kuona kwenye maombi?" Maombi ameambatanisha sadaka. Sasa Mungu tazama. Yale maombi yanauma,
Unampalisha sadaka alafu pokei kitu. Kwa hiyo prayer is, many people speak about prayer but don't do actual work of prayer. Sawa Kwa hiyo inabidi tuwe na hekima ya kupray baada ya kuzungumza juu ya nini, only speaking about prayer. Kwa hiyo yeah. Okay, kwa hiyo unaweza ukaongezeka umri ukiwa ndani ya imani na usio umeongezeka katika nini, hekima, katika practice za imani. Lakini tulitegemea watu wakue katika imani. Ndio maana sehemu moja hapo ambao unaweza ukaona kitu kinachozungumzia mambo kama hayo ni kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana. Naomba nimalize hapa, wiki ijayo nafikiri nitaenda deep kwenye hii. Waraka wa kwanza Yohana unajua anazungumza maneno ambayo unaona akiwagawa watu kwenye maneno. Kwenye waraka wa kwanza Yohana, nimewaandikia ninyi watoto, nimewaandikia ninyi vijana, nimewaandikia ninyi nimeandikia ninyi wazee. Sio tuma wazee, kitu kama hicho. Kwa unaona amewagawa kwenye kategori, na kila mmoja alikuwa na basically vitu ambavyo anatakiwa kuhakikishiwa. Can we go quickly jua hizi? Kwa mfano, waraka wa kwanza Yohana 2:1. Mstari wa kwanza ule ajua. Anasema, watoto wangu wadogo, angalia maneno, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Umeona ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. I can tell you, Wakristo wengi wako hapa hata uhakika ya kwamba wakitenda dhambi hawaondoki mikononi mwa Mungu, hawajavuka. Ndio maana ukisema nimesamehewa dhambi milele, wanasema vipi ukitenda dhambi? They hawana uhakika kama wakikosea wanaondoka mikononi mwa Mungu. Hawana uhakika kama watabaki salama. Hao wanaitwa nimewaandikia ninyi watoto wadogo ili kwamba msitende dhambi. Nasemaje? Na kama ninakwambia huu mstari, dada mmoja nilimfundisha akaenda kumsomea mchungaji wake. Mmoja yeye kunisomea huu akasema, umeanza kufundisha potofu. Inakuwaje kufundisha potofu? Kwa sababu anataka ukikosea, wachungaji wenyewe hawajakuwa kwenye ile eneo, kwa hiyo wanajua utakwenda jehanamu, dhambi zako zitakupeleka jehanamu. Asemaje? Nimewaandikia ninyi watoto wangu wadogo ili nawaandikia ili kwamba msitende dhambi. Asemaje? Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenyewe. Neno mwombezi pale ni advocate. Nakumbuka maana yake ni mtu anaye stand kama assurance ya kwamba hupotezi nafasi yako, not you. Anayesimama ni yeye. Kwa hiyo your defense is Yesu Kristo mwenye haki. Kwa haki itakayo kutetea when you make a mistake is not your righteousness, Christ's righteousness. Watu wengi wanafikiri tunapokuja kwa Yesu, na let me say this boldly, you know I'm not afraid of anything. Wewe niseme, watu wengi wanafikiri wakiokoka Yesu anakuwa amewasaidia dhambi zao walizotenda kabla hawajaokoka. Naomba unitazame usoni vizuri. Kama una mishale rusha. Nimesema hivi, watu wengi wakiokoka wanajua Yesu amewasaidia dhambi zao walizotenda kabla hawajaokoka. Baada ya hapo unapuyanga mwenyewe kupambania kombe, ukichemka jehanamu, kwa sababu Yesu alishughulikia dhambi zao kabla. Au uokoke tena, unakuja kwenye mkutano mwingine wa Injili, unaokoka mara ya pili. Na kuna Wakristo wameokoka mara 7 kwa sababu wanajua Yesu aliwasamehe wakati ule kabla wakikosea. Baada hapo wametoka kwenye wokovu na wanatakiwa kuokoka tena. Kwa hiyo usalama, ukiwaambia Yesu akija leo utaenda mbinguni, anasema sina uhakika kwa sababu wamekosea jana na waliokoka juzi. Kwa wanachokifanya, wanajua yaani ili waende mbinguni inabidi siku hiyo tu waokoke kwa upya, alafu wafe hapo hapo ndo wanaingia mbinguni kwa haraka. Kwa hiyo unauliza, kwa hiyo Yesu akija hapo utaenda mbinguni, anasema sina uhakika, lakini aliokoka jana, na wanaitwa waliookoka. Kwa hiyo anasema inategemea. Wanategemea nini? Kwamba baada ya kuna tu kutubu dhambi zangu ndo pia nikafa. Ndio maana ndo essence ya kitubio hospitalini.
ili mtu aseme kwa haraka, Bwana Yesu nisamehe dhambi zangu zote nilizotenda, alafu kata roho anaondoka. Ndicho wanachofikiri Wakristo wengi, pamoja na wengine wanaoniangalia hapa. Kwa wanajua, kwa huwa mimi nawauliza, sasa kama hauna uhakika na damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya dhambi zako, kwa nini inategemea wewe utakavyokufa dakika hiyo ndo unaokoka? Sasa kwa nini Yesu afe? Kwani asingekuja kutuonyesha jitahidini kabla hujakata roho uwe ndo unatamka maneno hapo ili uingie mbinguni? Asingekuwa na haja ya kufa. Mwokozi wake anaitwa nini? Nitakufaje dakika za mwisho, sio Yesu. Sababu inategemea hizo dakika za mwisho. Kwa Wakristo wengi wanajua Yesu aliwasaidia dhambi zao kabla hawajaja kwa Kristo. Kwa wakija anasema nimekuwa kiumbe kipya. Lakini kiumbe baada ya hapo kinakuwa kiumbe cha zamani. Kinaanza kuzeeka katika Kristo. Ajua kwamba Paulo wakati anasema ninyi ni kiumbe kipya, alikuwa anawaambia watu ambao wengine wana miaka 60 katika Kristo. Kiumbe kipya sio jambo linalopotea, ni asili sio yumba katika Kristo, ndio kiumbe kipya, new creation, kitu kilichoumbwa kwa asili ya Mungu. Haizungumzi age. Kwamba leo ni kiumbe kipya, ukiamka asubuhi kiumbe cha zamani. No. Kiumbe kipya ni asili yetu katika Kristo. Newly created spiritual identity, ni asili ya ndani, sio ya mwili. Ni kile ambacho sio natural. Kwa hiyo wanajua ni ile dakika ya mwisho, ile ngoma yani. Kwa hiyo ukiuliza itakuwaje? Niliwahi kwenda mahali practically, and I always say that. Nikauliza wangapi wameokoka? Kanisa zima wakanyosha. Ungejua kanisa gani limeenda sasa mpaka hapo shaelewa. Alafu nikawauliza wangapi ambao Yesu akija sasa hivi wataenda mbinguni? Mikono ikashuka. Sababu sasa hapo ni mchana, maana yake kuna dhambi hawajazikiri. Asubuhi. Hajaungana. Na wako kanisani. Kwa hiyo maana yake tayari wanawaza matendo yao. Kwa sababu wengi wanafikiri wanaenda mbinguni kwa matendo yao, sio kwa imani. Yesu aliwaleta mahali pa kuanza kujitahidi. Kwa hiyo Yesu amewaleta ili waingie katika kanisani, waanze kupambania kombe. Kwa hiyo Yesu ni kama mwizi fulani, anakuingiza ndani ya chumba, akwambia angalia usitoke huko. Kwa hiyo yeye hahusiki, anaenda zake, anachukua ufunguo, nimeshakufungia mahali pa kujitahidi. Kwa hiyo anajitahidi huko ndani. Alafu kwa wangapi ambao wakija hapa wataenda mbinguni? Anasema wakashuka. Robo tatu ya kanisa wamenyanyuka mikono chini. Anasema baba la baba kimeumana. Nikauliza kwa nini nyinyi wengine mmeshusha? Anasema nategemea nini? Nitakufaje dakika za mwisho. Sasa ile dhabihu ya Yesu ilikuwa ya kazi gani? Kwa hawaamini. Sasa unajua hapa, kwa hiyo anawaita enyi watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Semaje? Na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi. Hapa sio maombi tena, imeweka M kubwa kumaanisha personality ya Christ. Kiingereza nasema we have an advocate. Neno advocate ni parakletos, ambayo ilitumika kwa habari ya Roho Mtakatifu. Allos parakletos. Basically ni yule aliyeko ndani yako, ni ushahidi ya usalama wako katika Mungu. Anasemaje? Yesu Kristo akasemaje? Akaamua kuongeza maneno ya msingi pale, Yesu Kristo mwenye haki, kwa sababu haki ya Kristo haiyumbi, inadumu milele. Akasemaje? Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zenu. Kumbuka anadili na dhambi gani hapa? Za kutenda baada ya wokovu. Watoto wadogo, msitende dhambi. Kama mkitenda dhambi tunaye mwombezi, Yesu Kristo mwenye haki. Asemaje? Naye ndiye kipatanisho. Hapa azungumzi kipatanisho dhambi kabla ya wokovu. Huu upatanisho ni after salvation. Naye ndiye kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Mwandishi ameweka na zetu, maana yake na za John pia na mzee mzima Yohana. Hajasema na dhambi zenu watoto, na dhambi zetu, changanya wote. Wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa nini dhambi za ulimwengu wote? Ulimwengu watu wengine zitabaki ni kwa sababu hawajaingia ndani ya nani? Yesu. Kwa Yesu, angalia kazi aliyofanya Master Jesus. I love Jesus. Angalia, alihakikisha anakamilisha kazi kwa kufa kwa ajili ya dhambi zetu zilizopita, zilizopo na zijazo kama zitakuja.
nipige mawe. Huo ndo uhakikisho la Wakristo wachanga, kwa sababu Mkristo mchanga yuko sin conscious, bado anawaza vipi kuhusu vimeo vyangu, hajavuka ulo. Kwa huwezi kumwambia habari za nao enyi vijana na waandikia kwa sababu mna nguvu. Hawazi nguvu, anawaza dhambi zake kwanza. Sababu lengo la kwanza la kuja kwa Kristo ni kudeal na tatizo hizo nini? Dhambi. Sio application of power. No. Let's talk about sin first. Wewe unafikiri Mkristo mchanga anawaza nini kwanza? Dhambi zake. Sababu ndio jana umemwambia umesamehewa. Sema nikizingua itakuaje? Kwa akija kwambia baba nimezingua, ambaye wewe umekuwa mtoto wa jana. Hapo ukutana na ibilisi kanisani. Akasema naandikia mjue kwamba mmesame. Angalia hapa anapoambia. Angalia kwenye 2:12. Wale watoto 2:12. Waraka wa kwanza Yohana 2:12. Asemaje? Na waandikia ninyi watoto wadogo. Hapa waandikiwa kina David. Ni Christian babes. Ni watoto wachanga katika imani. Kumbuka anauzia ukuaji wa kiroho katika imani. Na waandikia ninyi watoto wadogo. Anasemaje? Kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Mmesamehewa. Hiyo ni past tense. Ni jambo lililokwisha kamilika. Ni participle, mtajua wenyewe. Lakini mmesamehewa dhambi zenu. Anasemaje? Kwa ajili ya jina lake. Haya, anzia ile ya kwanza. Kwa ni jina lake lile lile linalodini na dhambi zote. Unaona? Iko sawa mpaka hapo? Yes. Ndio maana kwa sababu anaendelea kukua, mstari wa 12 asemaje? Na waandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Umeona? Tangu mwanzo. Maana yake tangu mlipoamini, si ndio? Asemaje? Na waandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Hawa sio vijana wa kawaida wa umri. Statistically, hivi ni watu gani wanaoongoza kuzingua? Kama ingekuwa anaongea by age. Basically, ni vijana. Vimeo vingi utakuta kwa vijana. Kwa vijana hawa, sio vijana hao. Hii ni watu ambao wamejifunza practice za mambo ya imani. Anaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Okay, unajua ushindi wa kwanza wa mwovu ni nini? Sin consciousness. Shetani anatumia zaidi dhamiri ya dhambi kukurudisha nyuma. Shetani akijua kwamba una uhakika sana na nafasi yako katika Mungu, umemshinda gate 1. Yes. Kwa sababu huwa anawaambia Wakristo, kuna Sobibo camp ambao shetani anawapelekaga Wakristo. Akianza kukukondem, ukakondemika. Hey! Hapo atakuletea kaugonjwa, alafu utasema Mungu, labda kwa sababu nilizingua. Na atakutocha, utakuwa unamwambia Mungu nisamehe, kumbe ndiye anayekupiga. Yaani jirani anakuchoma, unamwambia baba, anakuchoma baba, kumbe baba ana shida na wewe. Lakini anataka uone kama baba yako ndo ana shida, kwa sababu unafikiri ulipokosea umeharibu mahusiano na baba yako, ili uone ya kwamba hakuna protection ya baba. Kwa sababu sin conscious inakuondolea hakika kwamba Mungu yuko pamoja na wewe na yuko ndani yako, alafu akutocha vizuri. Kwa hiyo Mkristo anayekosea alafu ana hakika haimuondoi kwenye nafasi yake na baba, ile ni family matter. Yes, asema sorry daddy, nimefanya kosa. Yes, atamsaidiwa kukua kwenye hilo eneo. Lakini what makes Christian kuanguka zaidi ni nini? When the devil tell them umekwisha. Sin consciousness inawa draw back. Na ndo maana kuna watu ambao walipoambiwa baada ya kukosea imetoka hiyo, wamerudi square one, wamekuwa wabaya kuliko mwanzo. Unajua kwa nini? Kwa sababu wengine wameambiwa wamekufuru na wamesomewa mstari nje ya muktadha. Kwaambia sasa ukifukuru, kuna mstari mwingine unasomewa nje ya muktadha ambao tumejifunza, asema hakuna tena namna Mungu anaweza kusaidia. Wewe ulikuwa mwimbaji mkubwa sana, umehudumia watu wamejazwa roho, umezini, haiwezekani tena ukatubu, haiwezekani ukafanywa upya, unamrudisha Yesu Kristo msalabani mara ya pili. Ukisikia hiyo, unajiandikisha kwenye kitengo cha waendao wapi? Jehanamu. Kama ulikuwa umevuta sigara kidogo, utakuwa unavuta pakti.
Sasa sitaki kusema na hizo dhambi zingine utakuwa unafanyaje, lakini that's the sorry, that's the weapon of the enemy. Naomba niseme hivi, kwa kwenye ukuaji ukiona Mkristo amemaliza sin conscious, maturity inaanza kuendelea. Na ndio maana ngoja nikwambie another attack. Sin conscious inamfanya Mkristo asiombe. Yes. Which is maombi ndio sehemu ya kuteka advantage ya nguvu za Mungu zako ndani yake ili aweze kuimarika. Kwa cha kwanza ukikosea unasema baba unataka kusema baba katika jina Yesu. Mimi namtaja Yesu. Unafunga chapter. Unasema niombeni tu wapendwa. Huombi tena. Sin conscious. Lakini wakati ule hata hajakosea alikuwa na vibe. Hatuombi wiki. Yaani yuko rakatabaya kadha. Akianza tu akizingua tu mara moja unasikia. Sasa tuni kwenye maombi. Anadoji. Unajua maana yake nini? Hiyo ni njia ya kwenda kumpoteza zaidi. Na wachungaji huwa wanakosea. Baada ya mtu kukosea, akisikia amekosea, anamwambia acha kuimba kwaya, anaondolewa. Anafanya pure kazi ya ibilisi, anamuondoa kwaya. Alafu anamwambia acha basi. Unanena kwa lugha wewe? Unanena kwa lugha? Kwa roho yupi? Wakati Biblia inasema anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake. Unajua lile kosa alilofanya limembomoa. Badala ya kumencourage anene kwa lugha zaidi, anaanza kumuona kashetani kadogo. Don't speak in tongues. No, take advantage of that. Ndio inayo deal na hiyo sin conscious, ndio inayo deal na hiyo kudraw back, ndio inayo deal na hiyo kutokuendelea mbele. Kwa sababu mtu anaweza akakosea leo lakini kesho akaimarika akawa a great minister, akawa a great Christian. Umeona sana anachofanya adui? Kwa he draw back with sin conscious. Kwa Mkristo akianza kushinda sin consciousness, anaanza kumachua. Ina maana kosa alilofanya halimzuii kuendelea kumtumikia Mungu, halimzuii kuendelea kuimarika, kwa sababu basically kwenye Christian practice mtu ambaye amekosea kaendelea kumtumikia Mungu anaimarika zaidi kuliko aliyekosea akarudi nyuma. Yes. Ndio maana I tell you, I'm a pastor and I'm honest to tell you, kuna watu ambao waliwahi kukosea, kama nisingewashika mkono wangepotea kabisa. Lakini wengine unashukuru Mungu kwamba leo anaendelea na huduma. Yaani mtu nimeambiwa kimeo alichokifanya. This is practical. Kazingua, unajua kuzingua kuna mizinguzi na mizinguzi. Do you know nilichofanya siku hiyo? Nilimtafuta, nikaenda naye injilisti. Wonderful enough, Mungu alikuwa anamtumia kuponya wagonjwa. Do you know what? Lile tukio lilimsaidia yule mtu mpaka kesho. Lakini kwa akili yake alijua hii ngoma inafanya nini? Imekata kabisa. Na anajua stories zimefika kwangu. Lakini ilimsaidia sana. Unajua cha kufanya? Mchungaji mwenye akili, huyo ndio mtu wa kuingia naye maombi muda mrefu. Unaomba naye, unamsaidia na imarika. That's how God works. Fikiria Yesu alikaa na watu walikuwa na vimeo vyao. Yuda Iskariote. Haikufundishi namna ya kuwa mchungaji kama mchungaji mkuu Yesu Kristo. Unakaa na Yuda Iskariote na unajua anaiba. Kwa sababu God is very positive. He still expect somebody can change. Unakaa na mtu kama Petro. Alafu anafuka anasema, Petro yuko wapi? Mchungaji mwingine anasema, umenikana mara 3. Sahau mimi kwenye kanisa sikupi na fast step. But that's how God's work. Kwa nini? Sin conscious is devil at work, not God at work. Kwa kwenye ukuaji wa kiroho ni nini? Ukuaji wa kiroho na kuimarisha. Unaanza. Ndio maana anasema kwa sababu mna nguvu na mmemshinda yule mwovu. Huyu ni mtu ambaye ameshinda sin conscious na yuko, wajua hata kwenye kuombea wagonjwa. Unajua kinachofanyika watu wengine waamini kwamba hawezi kuponyesha, anasema akiona mtu ana pepo nyumbani anasema mpigie mchungaji. Unajua kwa nini? Anajua mchungaji hanaga vimeo. Habari za saizi. Kwa anajua mchungaji kwa sababu hakosei. Angalia mentality ya Kristo. Mchungaji kwa sababu hakosei, ndio maana akisema pepo toka, anatoka. Kwa hiyo yeye ni Mkristo ana miaka 20, pepo likivumbuka nyumbani mwake, piga simu kwa mchungaji. Mchungaji, tumeweka loudspeaker. Ametoka kumwambia mke wake, "Wao mnasema nini hapa?" Lakini mmempigia sema, "Tulia kwanza niongee." Nini shida?
kuna mtoto hapa ameanguka pepo. Ametoka kumwambia mke wake, ukiniongelesha tena nakuzabua. Sio tabia nzuri hiyo, Sio akasema na endorse. No, it's not good. Alafu anasema, ni shida nini? Yaani kuna mtoto hapa ameanguka pepo, weka loudspeaker. Pepo, toke mara moja. Sema, baba yetu ana anointing sana. Yaani jamani, hizi dhambi zinatufanya tusiwe na nguvu kabisa. Umeelewa maana yake? Because that's very important. Kwa sin conscious ni kitu cha kwanza cha kupambana nayo kwenye ukuaji wa kiroho. Hakikisho. Ndio maana alitumia siku 30 kufundisha nini? What God cannot change about the believer. So hiyo ndo bedrock of our Christianity. Kile ambacho Mungu amefanya ambacho hakuna kitu kitakachoondoa. Unaanzia pale, including nini? Msamaha wa dhambi zetu. Umeona Kasema nawaandikia mjua kwamba mfanya nini? Umeelewa ndugu zangu Yeah. Kwa hiyo baadaye unadili na mwenendo wake sasa. Ukuaji wa kiroho kama ambavyo tunafanya hapa. Ukuaji wa kiroho una lengo lake. Lakini lengo lake sio kuondoa dhambi zako. Lengo lake sio kukuhesabia haki, sio kufanya ukubaliwe mbele za Mungu. No, that's not the essence of spiritual growth. Ni to express Christ kwenye maisha yetu. That's what we do kwenye ukuaji wa kiroho. Tuko sawa mpaka hapo? Tunaweza kumshukuru Mungu sasa? Tushukuru Mungu kwa ajili ya somo hili. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi uliyotupa kujifunza. Tunaomba na kupokea kwamba haya tuliyosikia yanatuimarisha. Tunakuwa Wakristo bora. Tunakuwa Wakristo imara. Tunakuwa ni watu ambao ni perfect representative wa kwenye ulimwengu huu. Tunaimarika kila siku kwenye kuwaza kwetu na kutenda kwetu kana kwamba ni Kristo anaishi na kutembea katika ulimwengu huu. Katika jina la Yesu, tunapoendelea kujifunza haya, macho ya mioyo yetu yanatiwa nuru. Tunaona ubora wa kazi ya Yesu Kristo aliyofanya katika ufufuo ikiwa na nguvu kwenye maisha yetu. Badiliko halisi linalotokana na ujuzi kamili wa kazi ya Baba unadhihirika ndani ya kila mmoja wetu anayesikiliza na kutazama haya. Katika jina la Yesu. Amen. Mbarikiwa sana. See you next